Naam, karibu kwenye Back to History ya Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hustler Boy Ahmad Hustler Tanzania. Karibu tuangazie Wafinisia wa Afrika, waanzilishi wa lugha mama. Takribani mwaka 1200 kabla ya Kristo kulitokea uvamizi mkubwa na vita, mambo yaliyoanza kuwabana kabila la Kanaani. Baadhi yao walikimbilia pwani ya Mediterranean ambapo leo panaitwa Lebanon. Wakaja kuitwa Wafinisia nani? Watu wenye utamaduni wa Kifinisia. Kifinisia ilikuwa ni neno la Kigiriki kwa hao Wakanaani waliohamia kaskazini mwa Lebanoni na kuendeleza ustaarabu mpya pwani ya eneo ambalo kwa sasa linaitwa Lebanon mpya. Wafinisia walikuwa wafanyabiashara makini, wakifanya biashara kupitia bahari ya Mediterranean na kuanzisha makoloni mbali huko Hispania. Moja ya Wafinisia bora waliofahamika ni kabila la Katega, moja ya miji ambayo ya kale ilipatikana pwani ya kaskazini mwa Afrika. Na Wafinisia mwaka 814 kabla ya Kristo ndio kuanzia hapo jenerali mkuu wa Finisia aliyeitwa Hannibal, jina lake lina maana ya furaha ya bahari, alianzisha vita ya kihistoria ya dola ya Kirumi. Wafinisia ndio watu bora waliofahamika kwa kueneza mfumo wa uandishi uliojulikana kama alfabeti hadi leo hii. Kwa ustaarabu wa magharibi, Wafinisia pia walijulikana vizuri kwa ujenzi wa mapambo ya pembe za ndovu. Maandiko ya Wafinisia miaka 1100 kabla ya Kristo hadi miaka 30 baada ya Kristo ni nguzo muhimu kwa kuenea kwa alfabeti duniani. Mifumo mingi ya maandishi ya sasa yanatokana na Wafinisia, yakiwemo yale ya Kiarabu, Kiaramaiki, Kiebrania, Kiitani, Kigiriki na kadhalika. Kifinisia chenyewe binafsi kimebaki kutumika mpaka leo. Kwa muundo wa herufi, maneno yakiziunganisha pamoja. Kifinisia ni sauti. Kifinisia pia ni asili ya maandishi ya Sinai ya kale kama ilivyo Kisinai cha kale. Kifinisia ni alfabeti za konsonanti tu. Pia huitwa abjad. Pia hubeba herufi zenye konsonanti bila vokali. Vokali hazikuwepo kwenye awamu hiyo ya zamani ya mfumo wa uandishi. Mabadiliko makubwa kati ya Kisinai cha kale na Kisinai cha sasa ni herufi kuwa na muundo wa herufi za picha. Muundo wa herufi za Kisinai zilikuwa katika mstari mmoja mnyofu. Pia ulikuwa ni muundo wa dhahania kwa mlinganyo na muundo wa kipindi cha picha na alama za Kisinai wa kale. Wagiriki weupe albino wa mwanzo waliingia Ulaya wakiwa hawajui chochote, wakichunga farasi wao, pia wakiwa na maisha ya kuhamahama. Hawakuweza kurekodi historia hata ya kwao wenyewe mpaka walipoiga kutoka kwa Waafrika wa mwanzo wa Finisia Ulaya, walionyang'anywa utawala wao, ambao walikuwa ndio wajenzi wa ustaarabu Ulaya nzima miaka hiyo, na sio watumwa kama inavyotajwa kutoka kwenye mifumo ya elimu yenye asili ya Ulaya na Magharibi kwa ujumla. Baada ya wazungu kuvamia mwaka 1200 kabla ya Kristo,
maandishi yote ya Kifinisia yalisimamishwa bila kutumika. Kipindi hiki kiliitwa kipindi cha giza Ugiriki. Kilikuwa ni kipindi cha vita kubwa, mageuzi ya kijamii. Jamii ya Kiafrika ya Kifinisia ilikuwa inang'olewa madarakani kupitisha utawala mpya wa weupe. Kukatokea misafara ya watu baharini. Wafinisia wakageuka wakimbizi, sio watumwa. Mataifa mengine zikiwemo Uingereza, Marekani, Hispania, Ujerumani na kadhalika. Maandishi hayo yakaruhusiwa tena wakati wa utawala wa wavamizi takribani mwaka 750 kabla ya Kristo. Weupe wakayalisi maandiko ya alfabeti toka kwa Wafinisia. Maandiko ya mwanzo ya kweli ya wazungu yaliyoonekana mwaka 52 hadi mwaka 456 kabla ya Kristo. Wagiriki wakawa wa kwanza Ulaya kujifunza jinsi ya kuandika alfabeti. Kutoka kwao uandishi ukaenea hadi Ulaya mpya ya kisasa ya kutumia alfabeti sasa Kiingereza, kutokana na muundo wa alfabeti wa Wafinisia. Ni kweli kabisa Wagiriki walikopi maandishi ya Wafinisia. Mgiriki mwanahistoria Herodoto karne ya 5 kabla ya Kristo alipofika wakati wa uvumbuzi wake, aliita herufi za Kigiriki kuwa ni Hoilikea Grammata, yani sarufi ya Kifinisia. Tofauti na Ugiriki, alfabeti za Kifinisia zilikuwa na herufi zenye konsonanti tu. Wagiriki walipolisi waliongeza herufi za vokali ambazo mwanzo hazikuwepo kwa mfumo wa herufi ya Kifinisia, yani alfa, yani sauti inayotokana baada ya kusimamisha hewa kwenye koo. Kwa Kigiriki ikatajwa kuitwa alfa, inayosema kama A. Kulikuwa na aina nyingi tofauti za alfabeti mwanzo za Kigiriki. Chini kuna chati. Hapa kuna chati inaonyesha hasa mfumo wa Kigiriki na Kifinisia. Asante sana kwa yamba mkwisha kusubscribe channel yetu Ndugu Online TV. Kwa yamba bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele, utapata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea.